Jambo la tano la kukusaidia kuwa kiongozi bora na kuwa mfanyabiashara mkubwa ni kuwa na uwezo wa kuwaondoa watu wasio na faida kwenye cycle ya maisha yako. Watu wasio na faida kwenye maisha yako, watu wasio na faida kwenye biashara yako, watu wasio na faida kwenye taasisi yako, uwe na uwezo wa kuwaondoa. Ukisoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 25 mstari wa 30, utaona yule mfanyabiashara alikuwa amesafiri, amekwenda nchi ya mbali. Aliporudi akakuta kuna mtu mmoja katika wale watatu waliowapa talanta. Huyu mmoja wa tatu hakuzalisha faida yoyote, na alimnyang'anya ile talanta yake na akaamuru huyu mtu atupwe gizani. Ule mstari wa 30 akasema, na atupwe gizani kabisa huyu mtu ambaye hana faida yoyote. Kwenye maisha yetu tusiwakumbatie watu ambao hawana faida yoyote kwenye maisha yetu. Usikumbatie watu. Una biashara yako na unawafanya kazi, hawawezi kuleta faida kwako, hawawezi kuongeza thamani ya biashara yako, hawawezi kuongeza wateja, kupeleka hiyo biashara yako hatua nyingine. Wapo tu wao wanakula, wanashiba, hawawezi kuzalisha faida yoyote kwenye hiyo biashara. Hao ni useless people. Hao ni watu wasio na faida yoyote kwenye maisha yako. Wanakudrain, wanakukula, wanakurudisha nyuma, wanakukwamisha, wanasababisha hasara kila siku. Usiwashikilie watu wa namna hiyo. Muombe Mungu akupe watu sahihi, lakini lazima ndani yako uwe na uwezo wa kuwaondoa, uwe na uwezo wa kuvunja mikataba nao, uwe na uwezo wa kuwatoa kwenye biashara yako, uwe na uwezo wa kuwatoa kwenye taasisi yako, ili hiyo taasisi yako iweze kupiga hatua, iweze kwenda mbali. Tujifunze kwa huyu mtu ambaye alikuwa na talanta hizi. Alimuondoa yule mtu ambaye hana faida kwenye maisha yake. Usimuonee mtu huruma, kwa sababu ukimuonea mtu huruma hasara yake ni kubwa kabisa. Utakapomuondoa ataenda kujifunza huko mbele ya safari. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye hana faida kwenye maisha yako, mtu yeyote ambaye hana faida kwenye biashara yako, mtu yeyote ambaye hana faida kwenye taasisi yako, mtu yeyote ambaye analeta hasara, usikae naye, usiwe pamoja naye. Muondoe huyo mtu na Mungu akupe mtu mwingine sahihi atakayesimama hapo na atakayekuwa baraka kwenye maisha yako.